Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na wakati huu bado tunatazama siasa mbalimbali za ulimwengu, huku tukiwatazama viongozi mbalimbali akiwemo Ayatullah Al-Khamenei ambaye ametoa hotuba yake nzito, huku akisema kwamba utawala wa Israel nusura usambaratike kabisa kufuatia mapigo makali ya jeshi la Iran. Jeshi la Iran lilikaribia kusambaratisha utawala huo baada ya kufanya mashambulizi mazito kutokana na silaha nzito iliyokuwa nazo. Ayatullah Al-Khamenei, kiongozi muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, ametoa ujumbe huo kupitia televisheni ya taifa kwa wananchi wa Iran, akiwashukuru na kuwapongeza kwa msimamo wao na kutetea na kuunga mkono kwa dhati mfumo wa mapinduzi ya Kiislamu, hasa baada ya kushambuliwa na utawala haramu wa Israel kwa uungaji mkono na msaada wa moja kwa moja kutoka nchini Marekani. Amesisitiza katika ujumbe huo kwamba utawala wa Israel nusura uanguke na kusambaratika kabisa kufuatia mapigo makali ya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ayatullah Al-Khamenei, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, amezungumza hayo siku ya Alhamisi kufuatia hotuba yake ya taifa adhimu na shupavu ya Iran katika ujumbe wake wa tatu kupitia televisheni baada ya uvamizi wa utawala wa Israel nchini Iran pamoja na uvamizi wa utawala wa Kimarekani. Anasema, ninahisi kuna ulazima wa kutoa pongezi kadhaa kwa taifa kubwa la Iran. Ameongeza tena kwamba kwanza ni pongezi kwa ushindi dhidi ya utawala bandia wa Israel. Licha ya propaganda na madai yao yote yanayotolewa, lakini utawala wa Israel ulikaribia kuanguka na kuangamizwa chini ya mapigo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kiongozi huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema pia pongezi ya pili zinahusu ushindi wa Iran, kipenzi chetu, dhidi ya utawala wa Marekani. Utawala huo uliingia katika vita hivi moja kwa moja kwa sababu ulihisi kwamba ikiwa haungeingia utawala wa Israel ungeangamizwa kabisa, lakini haikupata chochote kutokana na vita hivi. Hapa pia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilishinda na kuzipa mapigo nchi hizo mbili, hasa Marekani pamoja na Israel. Ayatullah Al-Khamenei pia ametaja pongezi za tatu kwamba ni umoja na mshikamano uliopatikana miongoni mwa matabaka mbalimbali ya watu wa Iran kutokana na uchokozi wa maadui. Amesema alivutiwa sana na msimamo ulioonyeshwa na taifa la Iran lenye watu wapatao milioni 90 ambao wote walisimama imara kwa kauli moja katika kuliunga mkono jeshi lao dhidi ya uvamizi wa maadui. Hata hivyo, mpango wa Israel ulikuwa kuangusha utawala uliopo wa Ayatullah Al-Khamenei, lakini raia walionekana katika maandamano wakimuunga mkono Ayatullah Al-Khamenei na kukataa kile kinachofanywa na Iran na Marekani. Ameashiria nukta muhimu mwishoni mwa ujumbe wake kwamba lengo la Marekani na Israel, kama alivyosema rais wa Marekani Donald Trump mwenyewe, lilikuwa ni kuifanya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kujisalimisha mbele ya hujuma zake, lakini hilo nalo halikutimia, bali ni Marekani ndio ilisalimu amri na kulazimika kuomba vita visimamishwe. Tangu mwanzo wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, Marekani ilikuwa ikiandama Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran kwa visingizio tofauti visivyokuwa na msingi kama vile haki za binadamu, urutubishaji wa madini ya urani na demokrasia katika taifa hilo, lakini lengo kuu ni kuifanya taifa kuu na lenye utamaduni mkongwe la Iran lisalimu amri mbele ya matakwa yake, jambo ambalo limeshindikana na halikuwezekana kabisa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uendelee kuyafahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi uweze kuyajua ya ulimwengu.